Basi na kwa kuanza, hebu tufahamu mvutano huu, kwa nini sasa hivi unaonekana kama unachukua sura mpya, baadhi ya viongozi wa Ulaya kama wanagawanyika hivi? Ni kweli kilichotokea jana Jumatano Davos, mwendelezo wa huo mzozo. Ulaya inagawanyika kwa vile kuna mataifa makubwa, Ufaransa na Ujerumani wana mitazamo tofauti namna ya kulielekea ili tatizo, huu mzozo. Tumeona Ujerumani wanaangalia pia kilichokuwa cha maslahi kwao, lakini kubwa zaidi ni hali iliyobadilika jana. Trump alihofiwa pengine angebaki na msimamo wa kuingia kijeshi katika Greenland, lakini hakusema hilo. Badala yake alisema vyovyote itakavyokuwa hatatumia nguvu za kijeshi, lakini anaitaka Greenland. Na kubwa lingine, walikuwa na mazungumzo na Mark Rutte, yule ni katibu mkuu wa Umoja wa NATO. Katika mazungumzo yao ya jana wamepiga hatua, kwa maana kwamba Trump amesema kupitia mtandao wake wamekubaliana kuanzisha nasema muundo wa mazungumzo au makubaliano juu ya mustakabali wa Greenland. Lakini akasisitiza pia kwa namna yote ile hakuna taifa la umoja huo wa NATO lenye uwezo wa kuihami Greenland isipokuwa Marekani. Ameonyesha pia kwamba yeye yupo nyuma, amesema, ya mataifa hayo, lakini hana imani nao kwamba wote hao wako nyuma yake. Kwa hiyo ana mashaka na rafiki zake. Na unadhani njia ya diplomasia kuzungumza inaweza ikakinusuru kisiwa hicho kisichukuliwe na Marekani? Sioni mahala popote kwa jicho la kichambuzi kwamba dhamira ya Trump ya kuwa na umiliki wa Greenland itabadilika. Kwake yeye mazungumzo yoyote yatakavyokuwa, lakini mwisho wa siku awe na umiliki, awe na control, umiliki, hasa udhibiti wa visiwa hivyo, akiamini kwamba vinahusiana na mustakabali, usalama wa Marekani. Ni kweli Arctic ile ni eneo ambalo Kiswahili katikati, yeye hofu yake ni Urusi na China wanaweza kuwa na ushawishi. Aamini kwamba nchi yoyote ile ikiwemo Denmark ina uwezo wa kuihami hiyo Greenland. Kwa hiyo kulikuwa na mkurugenzi au mmiliki wa gari aina ya Benz rangi yake ni nyeusi. Walipomuuliza Mjerumani yule kwamba tunafikiria kubadilisha rangi ya Benz, yeye akasema fikirieni rangi yote, lakini mradi tu iwe nyeusi. Kwa hiyo kwa Marekani, kwa Trump, chochote tutakachoongea mwisho wa siku yeye awe na udhibiti. Kwa hiyo tunachokiona muda unakwenda, lakini sioni kujibu swali lako kwamba atabadilisha dhamira yake hiyo, na ndivyo alivyo Trump. Anahofia sana kuonekana kwamba ameshindwa. Kwa hiyo wataongea diplomasia, lakini mwisho wa siku Marekani itaendelea kuwa na udhibiti wa Greenland, na anataka kuwa liwe jimbo la 51. Unaona kuna dalili yoyote Urusi na China kuwaunga mkono nchi za Ulaya katika kukihami kisiwa hiki? Hakuna, isipokuwa katika aliyefurahi kwenye kinachotokea kwa hiyo ugomvi huu atakuwa ni Putin huko aliko, kwa maana ya kwamba sasa wote tumeanza kusahau, watu wa Ulaya na dunia imeanza kusahau yanayoendelea katika Ukraine kuhusiana na vita vya Urusi na Ukraine, na hii ni tija kwa Putin. Lakini pia kile ambacho alikuwa akituhumiwa nacho, kukiuka sheria za kimataifa, kuingia katika Ukraine akidai kwamba analinda maslahi yake, na Marekani wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hoja hiyo imefutika kutokana na kinachotokea katika Greenland. Lakini wa Greenland wenyewe na wenyewe wanaonekana kama wako ambao wanatamani kwamba kisiwa kiwe chini ya Marekani, na wengine wanatamani kibaki hivyo hivyo tu, kwamba Denmark ndio mmiliki. Mgawanyiko huu unaweza ukawaweka katika mstari upi hasa? Wako idadi ya watu wa kisiwa hicho ni 56,000. Yaani tunapozungumzia uwanja wa Mkapa ule ukijaa, basi hakuna mtu aliyebaki nyumbani. Kwa hiyo wako wachache na wamegawanyika. Wao mwanzo uliongewa hapo juu ya kisiwa hiki kiko katika Denmark. Hapana, Denmark ina miliki ya kisiwa, lakini kisiwa hicho Denmark wanasema wanajiamulia wenyewe, lakini katika miliki ya Denmark. Kwa hiyo wao wanaweza kuona wamebadilishiwa mmiliki
kuna wanaoona kwamba basi mmiliki wa kisiwa hiki akiwa Marekani, basi tunakuwa wa Marekani. Yote bwana yote atakayekuwa chini yetu anaweza kama sawa. Kuna wanaofikiri hivyo na kuna wanaofikiri kwamba tubaki na Denmark. Lakini kwa Trump, hoja ya Denmark kuendelea kuwa na umiliki wa kisiwa hivi inaonekana haitaendelea kuwepo, kwa maana ya kwamba hana imani na uwezo wa Denmark na nchi yoyote katika NATO kuvihami visiwa hivyo. Tunakushukuru sana na tukutakia asubuhi njema. Asante sana Madege, shukrani sana. Asante. Ni Majid Mjengwa huyo, mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa.